Tukisoma katika Mwanzo 1 kuanzia mstari wa 27 kuanzia mstari wa 26 kama sijakosea, tunaona Mungu anasemaje katika Mwanzo 1:26. Mungu anasemaje? Kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Sawa? Kwa hiyo Mungu akakutana na watu na wenzake pale wawili wale. Tunajua Mungu ni Baba, Mwana na Roho, si ndio? Akasema mtu muumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Tukiendelea mbele katika 27, nasema 27, nataka tusome kipengele D. Nasema basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba, aliwaumba mwanamume na mwanamke. Unasoma vizuri hiyo sehemu Tunaongelea Mwanzo 1:26, 27 mpaka 28. 27 anasema Mungu akamuumba mtu, na alivyomuumba mtu akamuumba mwanamume na nini? Na mwanamke. Sawa. Nataka nielezee kidogo hii scenario ili uelewe kidogo kuhusu huyu mwanamke mfalme ambaye namuelezea. Mungu anakutana na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, anasema tutengeneze mtu. Tuweke mtu ambaye atatawala dunia na vyote vilivyomo. Hebu fumba macho kidogo. Naomba ufumbe macho. Wewe ambaye ufumbi, nitakutamkia neno hilo ambalo naomba ufumbe macho, ambayo itakubariki. Hebu angalia dunia ilivyo na vitu vyake vyote. Naongelea bahari, ndege, wanyama. Iangalie dunia ilivyo. Kuna Marekani, Canada, Tanzania. Ni nzuri unaionaje? Ni nzuri? Ni nzuri si nzuri? Angalia ng'ombe, punda, farasi. Umeona wote? Ni nzuri si nzuri? Nzuri, si ndio? Kwa hiyo wakati Mungu afumbua macho, wakati Mungu anaumba, hata kumuumba mwanadamu, lengo lake ni kutaka mwanadamu atawale hicho ambacho umekiona. Dunia yote. Dunia sio Kinyerezi. Dunia, unajua dunia yote, labda ambao kidogo hamjaenda shule Gumbalo, unaweza kufikiri dunia yote na wanadamu. Dunia 70% ni maji tu. Ambao tumeenda shule mnafahamu, si ndio? Na Philbert ameniambia wanawake wote ndani wameenda shule, kwa hiyo mnafahamu vizuri. 70% ya dunia ni nini? Maji. 20% na kama 75, 79 ni maji. 20% mpaka 25 ni nini? Ni ardhi, si ndio? Sasa katika hiyo ardhi ambayo ni 25%, unajua ni ardhi kiasi gani inakaliwa na watu? Kimuuliza mzee kwenye field yake, anajua jinsi ambavyo Tanzania tuna mapori makubwa kuliko inavyotegemewa, si ndio? Ukitembea tu kuanzia Dar es Salaam kwenda Morogoro, unaona mapori mengi ambayo yakaliwa na watu, si ndio? Kwa hiyo dunia inayokaliwa na watu, kuna madunia kama huko Antarctica ni barafu tu, haikaliwi na watu. Kwa hiyo ukiangalia sehemu ambayo inakaliwa na watu, nadhani hata 10% haizidi. 10% haizidi, labda 5%. Sasa dunia lote ambalo Mungu analisema, mpaka sasa hivi umetumia only 5%. Ukiangalia dunia, kuna bahari. Kwenye bahari kuna species ambazo hujawahi kufahamu. Kwenye bahari kuna sehemu zina kina kirefu zaidi ya mlima Kilimanjaro mara 10. Ukienda huko unapotea. Ndio maana Biblia inaita katikati ya bahari anapaita kuzimu, kwa sababu kule unaenda kuna giza hapo, stufa. Huko angani, tunaongea anga la dunia, tuongea anga la pili na la tatu. Angani kuna vitu vingi ambavyo mpaka sasa hivi hatujui, lakini Mungu alitaka kukuumba ili utawale vyote. Ukiangalia neno kutawala katika Kiebrania wametumia neno mamlaka.
mamlaka. Hiyo tunasema mamlaka, huyu jamaa ana mamlaka sana. Prophet Philbert ana mamlaka bwana ya Mungu. Hilo ndio neno ambalo Mungu ametumia kutawala. Mamlaka maana yake nini? Mamlaka inaelezea mfalme na ufalme. Yaani inaelezea nguvu ya mfalme juu ya ufalme wake. Kwa hiyo wakati Mungu anasema tumpe mwanadamu atawale, alikuwa anamaanisha mwanadamu awe mfalme juu ya nini? Dunia. Atawale dunia na vitu vyote. Tunaelewa vizuri? Sasa kumbuka, ngamia aliumbwa kabla ya mwanadamu. Tunakubaliana? Papa aliumbwa kabla ya mwanadamu. Tunakubaliana? Tunakubaliana, si ndio? Kwa lakini Mungu anasema na kuumba ili utawale ngamia. Kwa hiyo ngamia inatakiwa iwe chini ya miliki yako. Tembo, dinosaurs, wote wanatakiwa chini ya miliki yako. Wanyama wa baharini pamoja na ndege wa angani, vyote vinatakiwa kuwa chini ya miliki ya nini? Ya mtu. Kutawala kutawala unaweza ukalikosea maana neno kutawala. Ukafikiri kutawala ni kuchunga ng'ombe. Sasa hao ng'ombe na watawala na fimbo yako baba. Chunga naenda kuwalisha wasema na watawala. No. Ukiangalia mtu wa kwanza alivyokuwa, Biblia inasema Mungu akapitisha wale wanyama. Adam akampa jina kila mnyama. Umeelewa? Alipomwangalia tu akasema huyu nitamuita twiga. Kwa hiyo Adam alipokuwa anamwangalia twiga alishaelewa kila kitu kuhusu twiga. Akasema okay, collectively huyu mtu tumuite, huyu mnyama tumuite twiga. Nitakuuliza, Adam alimpaje jina papa? Mungu alimpitishaje papa kwa Adam? Alimtoa ndani ya maji akamweka ardhini, akasema name hivi. Alimpaje jina papa? Kwa hiyo Mungu alimchukua Adam akaenda naye baharini. Adam alikuwa anaweza kaingia baharini akatembea tu kawaida hivi. Unamtazama. Prophet kama anafundisha uongo sema uongo, acha mic. Lakini Adam alikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya maji. Akajua huyu nitamuita papa, huyu nitamuita nini, huyu nitamuita nini, huyu nitamuita nini. Adam alikuwa anaweza kwenda angani akaangalia kule angani akasema huyu atakuwa hivi, huyu atakuwa hivi. Ndio maana hakumiliki. Hakuwa limited. Adam alikuwa anaweza kwenda sehemu yoyote. Na ukiangalia Yesu amejaribu kuonyesha Adam alikuwa anaishi vipi. Watu wengi kwa sababu Adam alifanya dhambi nafikiri Adam alikuwa mjinga. No. Hakuna mtu duniani alitembea na Mungu kama Adam. Kwa mtu alikuwa na upako kama Adam. Ndio maana Yesu asema mimi ni Musa wa pili, wala mimi ni Ibrahimu wa pili, anasema mimi ni nani? Adam wa pili. Umeelewa? Kwa Mungu aliposema unatawala, ilikuwa sio kutawala tu kimwili, ilikuwa ni kuwa to have command, kusema papa njoo, papa anakuja. Wewe ng'ombe njoo hapa, anakuja. Usiende pale, haendi. Hivyo ilikuwa mamlaka ya mtu. Sasa Mungu alimuumbaje mtu? Mungu alimuumbaje mtu? Tunasema kwamba alichukua matope ile akalichanganya na nini akalitengeneza, si ndio? Alafu akapulizia pumzi yake. Mtu akawa nafsi hai, si ndio? Ninaposema katika Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 8 nasema Mungu akaumba dongo akapulizia, mtu akawa nafsi hai, si ndio? Lakini ukisoma Mwanzo 1 Mungu anamuumba mtu na anasema katika ule mtu mwanamume na mwanamke alimuumba. Kwa hiyo mtu wa kwanza aliumbwa na Mungu ilikuwa ni roho tu isiyo na mwili. Ila mtu wa pili ndio ilikuwa ni dongo. Kwa akalitengeneza dongo akalipulizia likawa nafsi hai, akachukua ile roho aliyoiumba akaiweka ndani ya mtu. Tunaelewana vizuri? Wakati Mungu anaumba mtu wa kwanza kabisa ilikuwa alitoa ndani mwake mwenyewe akatengeneza mtu, lakini katika roho. Baadaye akasema okay, sasa huyu mtu kuwa compatible na hii ardhi, inabidi nitengeneze kitu ambacho kitafanana na nini? Kwa akatengeneza dongo akapulizia pumzi. Watu wengine wanasema alipopulizia pumzi ndio alitia roho. Ukisoma katika Zaburi, nadhani ni Zaburi ya 82 kama sijakosea mstari wa 6. Naomba nisiseme lakini 80 wanasema hivi kwamba Mungu aliviumba vitu vyote kwa pumzi. Aliviumba vitu vyote kwa pumzi yake. Kwa hiyo aliumba wanyama na samaki kwa pumzi yake. Vikawa hai. Aliumba malaika kwa pumzi yake. Lakini kwa mwanadamu ilibidi achukue roho yake aiweke ndani. Kwa hiyo ukimwangalia mtu ni udongo, nafsi iliyo hai ambayo ina roho ya Mungu ndani yake. Unaona how complex ilivyo.
Kwa ukimwangalia mwanadamu ni kama Mungu, ndio maana anasema ninyi ni miungu. Kwa hiyo uwezo wa Mungu uko ndani yako toka alivyokuumba. Kwa ndani yako kuna roho ya Mungu, si ndio? Alafu kuna nafsi, alafu kuna ili jumba limwili ile ambalo ukifa linaenda kwenye mavumbi linakuwa mchanga. Tumeelewana? Sasa Mungu akaumba mwanamke na mwanamume siku ya kwanza kama roho. Alafu ukisoma katika Mwanzo 2 nasema basi Mwenyezi Mungu akafanya mwanamume kwa mavumbi ya udongo, akampulizia pumzi puani pumzi ya uhai, na huyo mwanamume akawa kiumbe hai. Tumeelewana? Kwa hiyo ukisoma kule Mwanzo 1 inasema Mungu akamuumba mtu, alafu anasema mwanamke na mwanamume Mungu alifanya nini? Aliwaumba. Tumeelewana? Kwa hiyo nikikuuliza mwanamke aliumbwa lini utasemaje? Nikisema mwanamke aliumbwa lini utasemaje? Lakini Zaburi Mwanzo 2 anasema Mungu alimuumba mwanamume kwanza kwa udongo, si ndio? Akapulizia pumzi ile mwanamume likatokea. Sawa. Ukiendelea katika Mwanzo hiyo chini pale anasema Mungu akasema si vyema huyu mtu aishi peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Mungu akampa Adamu usingizi, akatoa kwenye mwili wa Adamu zile mbavu, akatengeneza akatokea mtu. Adamu akaamka, akamwangalia yule mtu akasema huyu mifupa kati ya mifupa yangu, nyama kati ya nyama yangu, kwa hiyo ataitwa mwanamke. Mwanamke aliumbwa lini? Biblia inajicontradict. Kuna mtu mmoja alisema, alikuwa anasema mahojiano, anasema even the Bible itself even the Bible contradicts itself. Kwa hiyo I can't believe God. Naambia you contradict yourself by lack of knowledge. Maandiko ukiangalia kama yanapingana, si ndio? Lakini sio yanapingana, yako halisi kabisa. Kwamba siku ya kwanza kabisa wakati Mungu anamuumba mtu, Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Nilikuwa naongea na mzee wangu hapa, nikasema kuna kipindi mtumishi alipokuwa anaongoza hapa, anasema wamama wanawake, na mimi nikasema ndio, si wanawake si mbarikiwa, anasema ndio. Baadaye vipi, nikamwambia mtu vipi, sasa hivi ninavyoitikia wanawake ndio inakuaje? Akasema labda una ugonjwa wa akili. Nikasema kweli au niafute hao maneno katika roho? Na ndajitaje mwanamke? Nikamuuliza na dada yangu pale kwamba hivi kwa nini nimesema mimi wanasema wanawake? Ndio, na mimi naitikia ndio. Akasema unasimama kwa ajili ya mke wako na watoto wako. Nikasema haya, wa kike. Akaambia haya, afadhali umenifariji kidogo. Lakini na mimi ni mwanamke, na nitakwambia kwa nini mimi ni mwanamke. Na nitakwambia anaposema siku ya kwanza Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, mtu mmoja alimuumba mtu, si ndio? Akasema mwanamume na mwanamke Mungu alifanya nini? Alimuumba mtu, mwanamume na mwanamke. Kwa ule mtu alikuwa ni mwanamume na alikuwa ni mwanamke ndani yake. Tunakubaliana? Si mnataka kufundishwa na daktari ambaye anajua mambo ya rohoni bwana? Naongea kuhusu afya ya akili. Kwa yule mtu alikuwa ni mwanamume na hii nimeelezea vizuri kwenye kitabu. Inaweza ikawa proven scientifically au tunasema biological. Ukiangalia, njoo kaka hapo. Ukimwangalia huyu jamaa ni mwanamke mwanamume. Mwanamke mwanamume. Kwa nini mwanamume? Nani? Kwa sababu ni mwanamume. Mbona mnanong'ona? Kwa nini mwanamume? Mimi naweza kusema huyu ni mwanamke bwana. Kwa nini mwanamume? Jamani, wamama mjiweka wewe ni mwanamume nyie? Mama. Hebu mama jasiri aseme kwa nini mwanamume. Mama yangu balozi, naomba useme kwa nini mwanamume huyu kaka hapa. Usimwogope. Au kama unaona ni mwanamke pia unaweza kusema au ni mwanamke tu. Anasema moja kwa maumbile. Umeona nini kwenye maumbile? Uso ukoje? Wa kiumeume, nini nyingine? F1. Kifua kikoje? Flat. Kingine?
yuko muscular, ana misuli mikubwa, si ndio? Na misuli, kifua kimetanuka misuli. Hebu asalimie kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu salimia dada. Bwana Yesu asifiwe. Kingine nini? Sauti iko vipi? Tunatetemeka umani. Na mambo mengi ambayo unayajua, si ndio? Lakini Mungu anasema hivi, siku ya kwanza Mungu akamuumba akamuumba mtu. Mwanamke na mwanamume Mungu aliwaumba. Alafu Mwanzo 2 anasema Mungu akafinyanga udongo akamuumba mwanamume. Ule mwanamume alikuwa na mwanamke ndani na alikuwa na mwanamume ndani. Tunakubaliana? Kwa hiyo kitaalamu ukiangalia, kibiolojia, mwanamume ndani yake ana asili ya mwanamke na ana asili ya mwanamume. Tumeona vizuri? Mwanamume ndani yake ana asili ya mwanamke na asili ya mwanamume. Umeelewana? Kwa hiyo wataalamu wa genetics walivyokuwa wanafanya mambo hapo, madaktari wenzao kama mimi, wakagundua kumbe mwanamume ana kitu kinaitwa chromosome Y na X, na mwanamke ana chromosome 2 za XX. Ndani ya mwanamume kuna mwanamke na mwanamume, ndio si ndio? Ndio. Chromosome Y zinatengeneza hormones mbalimbali ambazo zinatengeneza maumbile ya kiume, na moja ya hormone inaitwa testosterone. Sawa? Ile testosterone na hormone nyingine za kiume kazi yake ni kutengeneza viungo au mfumo wa uzazi wa kiume. Alafu kuna X, mwanamume ana XY. Ile X ndio Mungu aliitoa kule, anasema akatoa mbavu. Ile X ile ndio Mungu aliitoa. Kwa ukimwangalia mwanamke ana XX, mwanamke hana Y. XX, chromosome XX inatengeneza hormones kama estrogen, kama progesterone. Ndio maana hapa nikiambia kitabu ni zawadi kweli kweli. Na hormones nyingine ambazo zina command mfumo wa uzazi wa kike. Kwa ukimwangalia mwanamume ana mfumo wa uzazi wa kiume na viungo vya kiume, si ndio? Mwanamke ana mfumo wa uzazi wa kike na viungo vya kike. Kwa hiyo mwanamke, mwanamke, mwana mwenye uke, mwanamume, mwana mwenye uume. Nadhani hakuna watoto huko chini ya 18. Tumeelewana? Ni mfumo wa uzazi, si ndio? Sasa ule uke ni kwenye maumbile, lakini huko ndani kuna uterus, mfuko wa uzazi, si ndio? Mfuko wa uzazi unatoa hormones nyingine ambazo zinatengeneza matiti. Estrogen haiwezi kukutengenezea matiti hata siku moja. Ndio maana napata shida. Samahani kaka, utanisamehe sana. Naomba nikutolee mfano, si ndio? Njoo tena. Amenikubalia. Najua ni mtu mzito hapa, lakini amenikubalia. Anasema nitakupa kitabu. Nitakupa mtumishi. Huyu ndio mtu wa tatu mwenyewe sasa. Kwa sababu kitabu hichi nataka akisome mwanamume na mwanamke. Sawa? Ukiona mtu, Mungu amenijalia nimetembelea vinchi vingi kidogo. Nilipokuwa Marekani mwaka jana, kuna dada yeye mwenyewe ndo alipendezwa na mimi, sijui kwa nini. Lakini naomba namba yako, nikamwambia sasa. Nataka tuwe marafiki, nikamwambia safi. Wewe mtaalamu wa afya akili, na mimi ni psychologist, nikamwambia vizuri. Lakini na angalizo, nikamwambia nipe angalizo lako. Nataka usiniite she, mwanamke. Nikamwambia nikuiteje? Nataka uniite they. Nikasema they maana yake nini? Yule dada anajiona yeye ni mwanamume na mwanamke ndani yake. Kwa kuna mwingine kama huyu anaweza kusema mimi nafikiri mimi mwanamke. Hamjaona watu kama hao? Si una watu kama hao wanasema mimi nasikia mimi mwanamke. Kwa jinsi ambavyo nimekuelezea kisayansi, unafikiri estrogen itakuruhusu, progesterone itakuruhusu, au testosterone itakuruhusu ujisikie mwanamke? Kabisa una viungo vya huna titi, huna nini, alafu unasema najisikia mimi mwanamke. Mtawacha mjaze wenyewe. Mtu ana uke akasema mimi najisikia mimi ni mwanamume. Kwa hiyo Adam alivyoinuka akasema huyu ni mwanamke. Kitu gani kilimjulisha yeye huyu ni mwanamke?
alishaona wanyama wa kike wako vipi, si ndio? Akaona huyu anaye okay, huyu na ananyonya, huyu mwanamke huyu mwanamke. Kwa hiyo maumbile ndio yamtambulisha Adamu kwamba yule mwanamke, si ndio? Kwa hiyo mtu wa kwanza kabisa katika roho ilikuwa ni mwanamke na mwanamume. Niwaambie mama zangu na dada zangu, wewe sio mpango wa pili wa Mungu. Wewe sio mpango wa pili wa nani? Wewe ni mpango OG wa Mungu. Wakati Mungu anasema ni muumbe mfalme kwa ajili ya kutawala dunia, his thought alikuwa anakufikiria na wewe. Ndio maana alivyoumba, aliumba me na ke. Haukuwa kama mpango wa ghafla kwamba bwana nimekosea kidogo hapa, sasa tuweke nguzo hii. Alishajua kabisa atakachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule mwanamke ambaye Mungu alimuumba alikuwa tu ndani ya Adamu, akamtoa nje. Kwa hiyo mwanamke, kama Mungu alivyosema kwa Adamu, wewe ni mtawala, wewe ni mfalme. Mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Mfalme. Mwanamke ni nani? Yaani Mungu alisema wewe ndio mfalme, mwanamke ndio mfalme mwenyewe sasa, na mwanamume ndio mfalme mwenyewe katika mtu. Kwa hiyo Mungu akamtoa mwanamke. Kwa hiyo Adamu alivyoumba mtu wa kwanza, akaishi miaka mingi tu, tunakumbuka anaishi miaka mingi, si ndio? Kwa sababu alikuwa anaendelea na kazi zake. Kusoma katika ile Mwanzo 2 juu, utaona Adamu Mungu akamtengenezea kabustani, sawa? Kanaitwa gani? Kabustani kanaitwa nani? Eden. Unafahamu maana ya Eden? Eden inatokana na neno la Kiebrania Gad Eden. Gad Eden maana yake ni bustani nzuri, au jina hilo wanalitumia kusema paradiso. Kwa Gad Eden maana yake nini? Paradiso. Kwa Mungu akatengeneza paradiso, akamweka Adamu. Kwa kifupi ni kama alitengeneza headquarter za mfalme, akamweka pale. Akatengeneza kasri ya mfalme, akamweka Adamu. Adamu akaendelea na kazi zake vizuri. Baadaye Mungu akasema sasa sio vizuri. Anasema Mungu akasema si vyema huyu mtu aishi peke yake, nitamfanyia nini? Wa kufanana na msaidizi. Swali linakuja, msaidizi wa nini? Sipingi kwamba Mungu alitengeneza msaidizi. Swali ni kwamba msaidizi wa nini? Kwa sababu Adamu alikuwa anaendelea na shughuli zake kawaida tu. Inakuingia ikuingie. Hebu mnongoneze rafiki yako hapa. Mtu atakayenipa jibu msaidizi wa nini, nampa kitabu. Mtu atakayenipa jibu, na hapa sekunde 30. Mtu atakayesema mwanamke, aliposema Mungu alisema nataka nimtengeneze msaidizi, akijibu nampa kitabu. Naomba uende na mic hapo, mmoja aseme mimi najua. Unapewa bure, lakini kitabu utakupa bure, lakini kwa kujitahidi kidogo. Nani amepata jibu? Wale ambao nimewapa vitabu msisome alafu mtoe majibu. Nani amepata jibu? Hakuna mtu mwenye jibu? Hakuna mtu mwenye jibu? Kwa mara ya kwanza usingizi wa maisha. Kwa nini amsaidie nini? Ndio swali la msingi. Kwa mara ya pili, jaribu mama baba. Unaweza kaongea tu kwa nguvu pia kama msaidizi wa kumiliki na kutawala. Umejaribu kidogo nikupe kitabu, lakini sitakupa kwa sababu Mwanzo 1 anasema Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa ule mtu wa kwanza alikuwa na me na ke, alikuwa anatawala vizuri kabisa bila shida. Mtu mwingine anaweza kujaribu. Okay. Kwa hiyo Mungu akatengeneza msaidizi. Mama aliweza kutawala lakini alikuwa mpweke. Labda sijui, kwa sababu ndani yake kulikuwa na me na ke, walikuwa wanaongea vizuri kabisa. Mpweke alikuwa na mtu wapi? Mungu akasema huyu mtu mpweke, alisema huyu mtu sio vizuri, si ndio? Awe peke yake. Mpe mama mic huyo. Au bila nikipenda. Asingeweza kuongeza ulimwengu akiwa peke yake, kwa sababu mke na mume ndani yake. Naomba tumpigie makofi makali kabisa mama yetu.
Bwana Johnson, naomba umpe kitabu mama yetu pale. Obvious, asingeweza kuongeza. Kumbuka katika 28 anasema hivi, alivyowaumba. Mwanzo 1:28 inasemaje? Mwanzo 1:28 inasemaje? Mwanzo 1:28 inasemaje? Haraka haraka. Mwanzo 1:28 nataka muisome wenyewe ili i make sense. Mwanzo 1:28. Akasemaje? Jamani. Akasemaje Mwanzo 1:28? Mwanzo 1:28 inasema Mungu akawabarikia. Okay. Mungu alimuumba mtu. Alafu anasema akawabarikia. Mtu ni wingi au umoja? Umoja, si ndio? Amen. Akawabarikia ipo katika umoja au wingi? Wingi. Kwa hiyo wakati Mungu anamwangalia mtu aliona nini? Wengi. Aliona watu wangapi? Zaidi ya mmoja. Zaidi ya mmoja. Yeah. Alimuona mwanamume na alimuona mwanamke kwenye mtu mmoja. Kwa hiyo Mungu akafanya nini? Akawabarikia. Akawabarikia. Akasemaje? Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke. Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kwa hiyo tunaona kusudi la kwanza kabisa la Mungu kumuumba mtu ilikuwa ni kufanya nini? Kutawala. Si ndio? Si ndio? Lakini ili waweze kutawala dunia yote, si ndio? Effectively ilibidi yule mtu azae, waongezeke, wawe wengi duniani. Yaani Mungu aliona hii inatosha hii. Baada ya kumuumba mtu, sina haja ya kumuumba mtu wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Nyie na hapa muumbe. Kwa hiyo ndani yako kuna nguvu ya kimungu ya kufanya nini? Ya kuumba. Ndio maana sasa nakushauri kama mtaalamu, daktari wa kiroho. Daktari ningekushauri nyota ya kijani. Nyota ya kijani ni mpango wa uzazi, si ndio? Kwamba mpango wa uzazi unasemaje? Zaa kila baada. Nimeona nilikuwa naongea na Vai. Na anambia na watoto 4, kaambia wow. Akaanza si 10 na ngapi 10 na ngapi, akaruka 10 na ngapi 10 na ngapi, akasema wow. Uzazi wa mpango, si ndio? Na mpango miaka 2 usizae, ruka tena, si ndio? Sasa Mungu ananiambia zaoni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Anawapa kabisa mpango wa uzazi pale, kwamba kama mimi nilivyokaa na wenzangu tukachukuana tukataka kuzaa, sasa njoo tengeneze mtu bwana. Hata wewe mwanadamu sio unazaa tu, wewe mwanamke na mwanamume unakurupuka tu unazaa tu leo. Kwamba leo umeenda Kinyerezi kulikuwa na baridi, mtoto. Leo nimeenda Dodoma umejisikia umeona mgogo, mtoto. Wewe si umeona kijana mrefu ndo unamtaka mtoto. Hata Mungu akufanya hivyo, waliitana kwanza. Akasema tuna mpango wa kutengeneza mtawala, si ndio? Tuumbe mtu. Na Mungu anaposema zaeni, manake nasema okay, tuna mpango wa kutengeneza mtawala. Tuzae. Kwa hizo mimba ambazo tunapataga hizo na kutoaga hizo ambazo zina mpangilio ndio zinatuletea matatizo. Ilikuwa commercial break tu. Amen. Huo ndio uzazi wa mpango wa Mungu unaelekea katika nataka nitengeneze mtu anisaidie kutawala sehemu fulani. Kwa kusudi la Mungu lilikuwa ni kutawala. Lakini katika kutawala Mungu alitoa kazi au majukumu ya kufanya. Jukumu moja wapo lilikuwa nini? Zaa. Nyie ambao mnazaa, kuzaa ipo ndani ya kusudi la Mungu. Nyie ambao mnazaa, kuzaa iko ndani ya kusudi la Mungu. Na Mungu anataka kuzae nini? Kuzae mfalme mwingine anayekusaidia kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna elimu fulani duniani zinaendelea, ukiziangalia vizuri sio elimu za Mungu kuhusu kuzaa. Lakini kuzaa ni elimu ya Mungu. Kwa hiyo mama anasema kwamba amsaidie kuzaa. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Unaonaje kaka pale? Kaka leo umechukua kitabu changu, lazima nikutolee mifano. Kuzaa, si ndio? Zaani, huyu mtu ni mtawala, mfalme. Kwa anatawala ndege na nini. Alafu huyu wazae inakuwaje? Kuzaa inaanzaje? Mimba, si ndio? Mimba miezi mingapi? 9. Kwa hiyo tuseme hii tumbo ambalo nalo hapo ni miezi 4. Samahani sana kaka. Mila kwangu miezi 2. Ikifika 9 limefika wapi? Huko, si ndio? Ataweza kufukuzana na vifaru. Ataweza kufukuzana na tembo. Ataweza kwenda huku na huku tawala.
hawezi, si ndio? Kwa hiyo ilibidi Mungu aseme, ili sasa huyo mwanadamu mtu azae, nimtoe mwanamke nje, sawa? Ule mfuko wa uzazi ule mfuko wa uzazi ambao ulikuwa kwa ule mwanamume, autoe utengenezee kwa mwanamke. Kwa wakati mwanamume anaendelea na shughuli za kutawala na mwanamke anaendelea na shughuli za kutawala katika kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iko biologically na iko kiroho. Wakati huyu jamaa anaendelea na shughuli, yaani ujauzito usimkuumba mtu mwingine isimzuie kuendelea na shughuli za kufanya nini? Za kutawala. Kwa hiyo usaidizi wa kwanza kabisa ambao mwanamke unao ni nini? Ni nini? Labda kuzaa sio neno zuri, sema kuumba basi. Kuumba mtu mwingine. Mwanamume yule kama aliyetengenezwa asingeweza kufanya kazi hiyo. Kwa Mungu alikutoa pembeni ili umsaidie kufanya nini? Mwanamume Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swala la kutawala, swala la kuzaa ni ndani ya kusudi. Ni ndani ya nini? Ya kusudi. Sasa katika uchunguzi wangu kama daktari na katika curiosity yangu, wanasema muulize Mungu maswali. Muulize Mungu maswali, si ndio? Wakati tunamuuliza Mungu maswali, ukizisoma zile hormones vizuri, kwa sababu hichi kitabu nimetumia elimu tatu. Nimetumia elimu ya kiroho, nimetumia elimu ya kibiolojia, nimetumia elimu ya kisaikolojia ili kuleta maana ambayo nataka kukupa. Kwa hiyo ukisoma vizuri utaona kumbe haishii tu kwenye kuzaa. Haishii tu kwenye kuzaa. Ukisoma hormone ya kiume ya mwanamume inaitwa testosterone. Haikupi tu viungo vya uzazi vya kiume, lakini inakupa na mwili au maumbile ya kiume. Inakupa na tabia za kiume. Tumeona vizuri? Kwa ukimwangalia mwanamume kama kaka alivyosema, mama alivyosema kuhusu kaka, ana kifua kikubwa, misuli mizito, sauti nzito. Mungu aliumba vile makusudi ili zimsaidie katika kutawala. Sauti yenye command like, sasa wewe njoo hapa. Basi tembo anakimbia. Jamaa huyu. Akiingia kule sasa, hey, njoo hapa. Wanakuja. Kwa sababu ukisoma vizuri alipomweka kwenye bustani akasema nataka hii bustani uilinde, uitunze, uilime na kuitunza na kuilinda. Kwa hiyo mwanamume alikuwa na kazi ya kuilinda bustani, si ndio? Kwa hiyo ukiangalia, ukisoma vizuri progesterone, wataalamu wa sayansi wanasemaje? Progesterone imemfanya mwanamume kuwa na misuli, kuwa na nguvu kuliko mwanamke, kwa sababu mwanamume ni mlinzi. Mimi ukinichokoza hapa dakika 2, yaani akija huyu na ngumi tunaenda na ngumi, si ndio? Akija na teke tunaenda na teke. Mwanamume ni mlinzi kwa kutumia bavu. Na hiyo ipo ndani yake, ni asili. Progesterone ndio inafanya hivyo. Lakini ukiangalia mwanamke, estrogen, ukiangalia progesterone, zenyewe zimemtengenezea maumbile ambayo ni tofauti na mwanamume, lakini ni mfalme. Kumbuka mwanamke na kazi ya kuilima, kuitunza nchi na kuilinda ilitajwa kabla mwanamke hajakuwepo. Kwa wakati Mungu anaongea, aliongea na ule mtu mwanamke, na hey, utailima, utaitunza, utailinda. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa alime. Wadada ambao mna mapokeo ya ibilisi, ambao mnasema fanya kazi sio kazi yangu, mimi kula tu, umeitoa wapi hiyo dada? Wananiangalia vizuri hapa na kupiga pale kwenye mshono, wanasema nani amekwambia wewe kazi yako ni kula? Sasa mimi kazi yangu ni kuzaa tu. Okay. Kulima sio kazi yangu. Nani amekwambia? Imeandikwa katika Mwanzo 3, kuna mwanadada wao wanafunulia. Mwanzo 3 imeandika mwanamume utailima ardhi, mwanamke utazaa kwa uchungu, na nyoka utafanya. Nikamwambia perfect. Ndio unachokitaka Okay, kwa unataka laana. Hamna, Mungu ndio kasema. Nikasema alisema wakati analaani. Hakusema Mwanzo 1, hakusema hivyo. Prophet Sumeniambia nije kufundisha akili, si ndio? Sasa tutafundishaje akili kama akili ya zamani haijakuwa challenged?
Mungu hakusema mwanamke utakaa tu nyumbani unakula bamia na misosi na nini na nini. Hakusema hivyo. Kuna mama yangu mmoja akasema kwamba wanaume nyie inabidi muwalinde wake zenu, maana alivyozunguka huko akakutana na nyoka. Ni ukweli. Lakini unajua kwa nini? Kwa sababu yule mwanamke alisahau alikuwa ni kama wanawake wa sasa. Mimi kazi ya kulima na kutunza sio ya kwangu, kwa kulinda sio ya kwangu, ni ya mwanamume. Kwa hiyo nyoka anakuja, yule mama anacheka tu. Unafanyaje? Njoo. Na Biblia inasema yule nyoka alikuwa mwerevu. Unajua mwerevu maana yake? Mwerevu ni mtu ambaye anatafuta udhaifu ili kuponyeza hoja yake. Craft. Anatafuta udhaifu ili kuponyeza. Adam alimwamini mke wake kabisa kwamba huyu ni mlinzi. Ila nyoka alipomwangalia mwanamke akamwambia ndio akili zake huyu jamaa. Okay. Ngoja. Oya. Ni aje? Au unakuja kufanya nini huko bwana? Toka. Bwana tulia bwana, nitoka niende wapi sasa hivi? Mungu mume wangu akikuona wewe atakupiga mabao. Tulia bwana. Unaona ule mtu ule? Yeye kule Mungu alisema msile ule. Nyoka akana tongoza. Wewe msile. Wewe alikuwa sema tusile leo tusitoka. Hamtofa. Anaonea wivu tu. Kweli kweli. Kwa tukila utapaka kama mume wako kama nini utakuwa mjanja kama mume wako. Anakuonea tu kila siku ule. Sio mnavyo cheat hivyo Hakutoshelezi ule, hakuridhishi. Hakupi hata hela. Kweli mimi hata nikanishindisha na njaa leo nakwambia, yani hamna hata tunda. Yani leo nimeshinda na njaa siku nzima. Kula ule mti. Chukua hela hizi kumaliza mchezo. Umesema niwafundishe afya akili. Lakini mume wangu hapendi. Chukua, si unakula mara moja tu. Unakuwa na hela na yeye mwanamke. Tunakuwezesha mwanamke wewe kama mwanamume. Sio kila siku anakuamlia unapataje mboga. Lakini bwana mimi usiseme sana. Kwa mwanamke akala tunda, anajua kabisa Mungu alisema usile. Akaenda akachuma akala. The ugly thing ni kwamba alichukua tunda lile akampelekea mume wake bila kumwambia chochote. Akala. Ndio maana Adam anaulizwa, "Kwa nini unakula tunda?" Au mwanamke unaletea huyo. Kanilisha. Mimi naona nakula tunda akanipa. Kwa hiyo hata kudiscuss na mwanamume wake akasahau kwamba kazi yake ni nini? Kulima, kutunza na kulinda. Akasahau kwamba yeye ni nani? Ni mfalme, sio queen. Queen comes from the demons. It's a demonic knowledge. There is no queen in heaven. There are kings. Ndio maana akasema mtumishi hapa, tumefanywa katika Waefeso 1 anasema tumeitwa kuwa kings and priests, wafalme na makuhani. Imeandikwa hapo tumeitwa kuwa queens and priestess. Prophet and prophetess. Hakuna kitu kinaitwa prophetess. Ukisoma kuhusu Deborah anasema prophet Deborah. Hakuna kitu kinaitwa prophetess. Uweze kusema rais unamhitaji kwa kike. Mfalme sio jina la jenda kwa Mungu. Mfalme ni mtu. Meke. Kama ni mfalme kazi yako ni kulinda. Tumeelewana vizuri hapo. Mimi bado ni daktari bingwa afya ya akili jamani. Kwa hiyo mwanamke akaacha, Biblia inasema wakaacha enzi zao kama wale orchards, wakaacha enzi zao kulinda, wakaendelea na mambo mengine. Ndio alichofanya mwanamke, akaacha shughuli zake za msingi za kifalme, akamsikiliza jamaa. Jamaa akaingia, ufalme wote ukaharibika. Ufalme wote ufanya nini? Ukaharibika. Ndio maana Biblia inasema, ukisoma katika Wakorinto kama sijakosea, Paulo anasema hivi, mwanamke asifundishe kanisani. Imempasa mwanamume kumsikiliza mwanamke, kwa sababu sasa mwanamke ndo alidanganywa, sio Adamu. Alikuwa na hasira yule jamaa. Sema, "Je, nyie ndo mlidanganywa nyie. Sio Adamu." Kwa hata tutaki kuwasikiliza tena. Ila Petro aka-clarify, akasema grace is enough. Anasema wanaume ishini kwa wake zenu kwa akili. Kwa sababu pamoja ni kwamba ni vyombo dhaifu, lakini ni warithi pamoja na nyie katika ile neema ya wokovu.
Neema wokovu ndio kusudi la Mungu. Nyie ni warithi. Lakini Paulo alikuwa hataki kusikia hizo habari kabisa. Anajua kilichotokea ni nini. Ila by grace Mungu anaweza akakurestore katika nafasi yako ya ufalme. It needs mindset. Unashughulika na akili yako sasa hivi katika haya level. Usitaki akili ya depression, mambo ya kawaida tu. Nataka akili ya kimungu ikae kwenye akili yako. Ili hii akili ya kawaida hii iwe ni akili ya kawaida. Kwa hiyo mwanamke akapoteza. Kwa hiyo ukisoma vizuri sasa pale utaona estrogen, progesterone ndio zinatengeneza ule mwili. Sasa mwili wa mwanamke ukoje? Naomba dada mmoja ajitolea hapa. Mwili wa mwanamke. Loveness kidogo ni shujaa. Loveness ametoka kuzimu. Wengine wanatolewa na Yesu kuzimu, yeye kaibuka mwenyewe. Utasemaje Loveness ni mwanamke? Kaka, unasemaje Loveness ni mwanamke? Maumbile tu. Sauti, si ndio? Kingine kifua, kingine mwili ulivyo. Ukiangalia kifua chake ni kidogo kuliko sehemu nyingine, si ndio? Ngozi yake ni sio kama ya kwako au ya kwangu. Ya kwangu na pamoja na maskrabu, lakini bado unaona ile soft. Asante. Hii haiji tu, ni progesterone na estrogen inafanya hivyo. Inatengeneza na inakutengenezea ile umbile la kike. Si tumeelewana? Kwa hiyo ukiangalia tofauti, mwanamume ana mwanamke ana si ndio? Mwanamume ana suli, mwanamke kako laini. Sisi hata miili yetu ni ya baridi, mwanamke ni kamoto, kana mashavu. Si ndio? Akitembea hivi nasema glory ya ndani kabisa. Wananishangaa, wanafundisha vitu gani? Mimi daktari. Kwa hiyo akitembea unasema perfect. Si ndio? Mungu vile alifanya makusudi. Sio mimi nilifanya, ni Mungu ndiye alifanya. Kwa nini Mungu alimuumba mwanamke hivi? Huyu mwanamke ni mfalme, lakini mfalme mwenye sauti mororo, mwenye ngozi laini. Kwa nini? Alafu naita mfalme. Kwa hiyo hata maumbile yanaonyesha mwanamke amekuja kusaidia nini. Mungu hakuishia tu katika mfumo wa uzazi, aliishia mpaka na maumbile mengine yote. Kama kutokea ni mwanamke ni mfupa kati ya mfupa wangu, nyama kati ya nyama yangu, lakini ana kitu kingine cha ziada. Nitolea mfano kule Dodoma, mtumishi hapa akisema, sema muda umeisha. Muda umeisha. Tafute dada mwingine hapa ambaye hana sauti ya upako. Ana sauti ya upako akasema hivyo, muda umeisha. Kimi dada. Ndio anasema muda umeisha. Muda umeisha. Nafikiri katika hizo sauti mbili, sauti gani itanifanya niondoke kwa madaha? Umeisha? Okay. Sauti gani itanifanya niondoke huku na tabasamu? Ya mzee wangu hapa au yule dada? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu akisema tu muda umeisha, yaani kale ka sauti kana kufanya urelax. Kama unakunywa maji. Mimi naambia vitu vya ukweli kabisa. Lakini mzee akifanya hapa ni kama tunagombana. Progesterone zinainuka, nani anataka kwa sababu kazi ya progesterone ni kukufanya upambane. Kazi ya progesterone kuna kitu inaitwa fight flight mode kitaalamu. Ni either ukitokea hatari au kitu kinachonipinga kwa mwanamume, ni either nita fight au nitakimbia. Wanaume wako hivyo, tuna fight au tunakimbia. Chochote kikustress, I fight. Kinachofanya hivyo ni androgen, ni androgen ya testosterone. Lakini mwanamke anapokutana na stress, estrogen zinamfanya cha kwanza kabisa anaanza kujipenda yeye mwenyewe, anaanza kujibembeleza. Cha pili, anatafuta msaada. Kuna kitu kinaitwa tend and be friend.
tend and befriend. Sawa? Yote hivyo kwenye ubongo. Kwa hiyo sisi tulivyo wanaume, we fight or we fight, we flight. Mwanamke anajibembeleza na anatafuta msaada. Kwa Mungu akaona huyu jamaa huyu Adamu huyu anakimbia kazi muda si mrefu. Anything threatens him, atakimbia. Ndio maana nyoka alimuogopa kwa sababu alijua akienda kwa Adamu kama threat, ngumi pale pale anamaliza mchezo. Sio, umeelewa? Lakini kwa mwanamke anatafuta msaada, maana alikuwa anamsikiliza mwanamke. Umeelewana vizuri eh? Kwa mwanamume anapokuwa katika ile hali yake ya changamoto, mwanamke akiongea ana switch, kwa sababu kwenye ubongo huku kuna kitu kimoja, flight fight, huku kuna tend befriend. Mwanamume anatumia hii sehemu, mwanamke anatumia hii sehemu. Sasa mwanamke anapokutana na mwanamume katika namna yote ile, mwanamume anahama, anatumia sehemu hii na sehemu, ndio maana ukali unaishi. Kwa hiyo kingine aitaka Mungu afanye nini? Kwa kutumia estrogen, progesterone na testosterone, aitaka mwanamke aweze kutengeneza akili ya mwanamume ili aweze kutawala vizuri. Tusikimbie wakati matatizo yanatukuta, kwa sababu mwanamume akutana na matatizo atafuti msaada, anapambana mwenyewe. Kitaalamu anatumia prefrontal cortex. Prefrontal cortex hatujui mambo ya msaada. Prefrontal cortex we fight or we run away. Kwa Mungu aitaka ile itengeneze vizuri, asema okay, nani atasubs? Alivyoiondoa ndani ya mwanamume ile X, maana hawezi tena kubalance hizi sehemu mbili, si ndio? Kwa hiyo ilibidi mwanamke complement ile sehemu. Kwa hiyo mwanamume atalinda kwa kufight, mwanamke atalinda kwa kubefriend na taking care. Huo ni uwezo ambao Mungu ameweka, sio udhaifu, ni uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako. Ulishindwa tu kuutumia vizuri. Yesu anasemaje? Nataka kulithibitisha kiroho. Yesu anasemaje? Amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani tatu amesha, kuna hatua tatu. Wanaume tunaangaliaga wanawake, hatuangalii, tunaangalia, si ndio? Alafu wengine tunafikia hatua ya pili ya kutamani, lakini alafu tunaingia hatua tatu ya kuzini. Sasa hiyo Mungu alivyotengeneza mwili wako mwanamke, una kama ni ufunguo kule kwenye ubongo. Kuna sehemu inaitwa limbic system, mfumo wa limbic. Mfumo wa limbic kazi yake ni kumwezesha mwanadamu kuishi. Kwa hiyo mwanadamu akifanya kitu ambacho kitamsaidia kuishi, ule mfumo unampa zawadi. Ukiwa na njaa, kitu gani kinatokea? Ukiwa huna chakula mwilini, kitu kinachotokea ni njaa, si ndio? Ukishakuwa na njaa, unasukuma kwenda kutafuta chakula, si ndio? Njaa ni stress, unasukuma kwenda kutafuta chakula. Ukipata chakula, kuna vitu viwili unapata. Cha kwanza unashiba, cha pili unasikia raha, si ndio? Ukinywa kiu, kanywa maji, unajisikia umekata kiu lakini unajisikia raha. Ukienda haja ndogo, haja kubwa, unaondoa utakataka lakini unajisikia raha. Ukifanya mapenzi pamoja na shughuli kuwa ni ngumu, maana unapata msuli hapa wala na nini, lakini ukishamaliza unajisikia raha. Ule ni mfumo wa limbic. Kazi yake ni nini? Kazi yake anajua kabisa huyu mwanadamu huyu akiishiwa chakula, ninavyomjua hata tafuta chakula. Kwa hiyo inabidi cha kwanza nimpe stress, ndio njaa, kiu, nini, si ndio? Cha pili akitoa ile njaa nimpe zawadi ili aweze kufanya tena ile kazi. Kwa hiyo zawadi, kuna chemical mbili zinakuwa produce, inaitwa dopamine na serotonin. Kazi yake nini? Kufanya ujisikie raha, furaha, umerelax, kama una matatizo na nini. Na ile inaanza kufanya kazi kwa kuona tu. Ukiwa na kiu, ukiona maji unajisikiaje? Unaanza kujisikia raha kabla hujanywa maji. Ukiwa na njaa ukaona chakula, sasa ili tuweze kuzaana inatakiwa tufanye nini? Mapenzi, si ndio? Kwa hiyo ukiona mwanamke na unatakiwa uzae, mwili unasema unatakiwa uzae. Ukiona mwanamke unajisikiaje? Raha, kwa sababu unajua utafanya. Unaelewa vizuri
Lakini lengo la kufanya mapenzi sio kuzaa. Lengo la kufanya mapenzi ni kuzaa, sio kujisikia raha. Ila mwili inabidi ukupe raha ili uweze kufanya tena. Usipofanya tutakufa duniani, tutaishi kama tutazaa. Usipokula unakufa. Kwa hiyo amwangalie mwanamke kwa kumtamani. Kwa hiyo unapomwangalia ni Mungu mwenyewe ameumba, utaanza kutamani. Huu mwili wako mwanamke ulivyowekwa ni ili kumtamanisha mwanamume ufanye kazi ya kuzaa. Tumeelewana? Kwa hiyo ni kazi ya kwanza. Lakini katika process mwanamume anapotamani, ile kutamani ni zile chemical kwenye limbic zinakuwa released. Dopamine, serotonin, oxytocin zinakuwa released. Na zile kazi yake ni kuondoa stress. Ndio maana mwanamume akiwa na stress, moja ya kitu atatamani mwanamke. Yaani umeelewa vizuri. Kwa kama mwanamke unafahamu nafasi yako vizuri, unajua kabisa huo mwili wako ni uwezo wa kimungu ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya kushughulika na akili ya mwanamume, hasa anapopitia katika matatizo na dhiki. Pale Adamu wakati anatawala anataka kukimbia, mwanamke akitokea hivi anasema sikimbii tena bwana. Basi sikimbii tena. Wengine sasa mnajua lakini hamna elimu kamili. Mnautumia mwili yenu kukamata akili za mwanamume kweli, lakini katika uharibifu. Ndio maana nataka niwasisitize wanawake wa Kristo, vaa katika namna ambayo haitachokoza akili ya tunaelewana? Who cares? Mimi nimeokoka moyoni bwana. Ndio, lakini kuna progesterone, kuna testosterone zenyewe ziokokage zile, kazi yake ni kuzaa. Unajua kuzini ni kitendo hicho. Jana umezini, leo umeoa, umefanya kitendo kile kinaitwa kuzini. Kwa hiyo ni kama maandiko yanasema ili uweze kufanya kile kitendo, unaangalia, unatamani, unafanya, si ndio? Sasa nyie mnaokaa katika sehemu fulani, you don't have a purpose ya kutawala, si ndio? You just have a purpose ya kuharibu. Tutakuangalia, tutakutamani, utazini, unampa mtu zawadi ambayo haijafanyia kazi yoyote. Unamlisha mtu kitu ambacho hajakifanyia kazi. Sio, nataka tufundishane akili. Kwa hiyo kuvaa kwako ni sehemu ya kutimiza kusudi la Mungu. Mwili wako ni sehemu ya kutimiza kusudi la. Nimeambia muda umeisha. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo huyu mwanamke Eza Kenegdon nani? Ukisoma Biblia pale pasema na tumfanye huyu sio vizuri, sio vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Neno msaidizi kwa Kiebrania ni hili, Eza Kenegdon. Kwa hiyo Eza Kenegdon ni nani? Ni mwanamke, mfalme mwanamke. Kuwa msaidizi wewe mwanamke haiondoi nafasi yako ya ufalme. Hiyo akili lazima ikae vizuri. Una nguvu na uwezo wa kutawala kama alionao mwanamume, lakini katika majukumu tofauti. Mwili wako ni uwezo wako. Ile estrogen na progesterone zinazo control akili yako ni uwezo ambao Mungu ameuweka ndani yako ili uweze kutawala katika kumsaidia mwanamume. Tumeona vizuri? Kwa hiyo uwezi ukiweza kutumia hivyo vitu vyako vizuri, mume wako hata kusumbua, yani hata kusumbua. He will be okay, he will do well. Watu wengine hawatakusumbua. Na kwa sababu ile mfumo, nikwambie, mwanamke ni rahisi sana control stress kuliko mwanamume. Hiyo ni kisayansi. Mwanamume anapata stress, lakini mwanamke akipata stress zinakufa zenyewe. Mwanamke akipata stress ana produce kitu kinaitwa oxytocin. Oxytocin kazi yake ni kuondoa stress. Sisi wanaume tunapata oxytocin tunapofanya mapenzi au tunapokumbatiwa na mwanamke. Hiyo ni akili, sio akili. Kwa magonjwa ya akili kwa mwanamke hayatakusumbua kabisa. Yanatakiwa asikusumbue, yanatakiwa ujue, yanatakiwa usifanye nini? Ya kusumbua. Stress zinatakiwa zikusumbue. Una namna yako ya kutawala. Lakini ukitaka kutawala kama mwanamume, ndio clashes zinapotokea bado. Hapo prophet niombe nilipigwa, si unaongea sana. Mithali inasema ni afadhali kuishi kwenye kona
ya nyumba kuliko kuona mwanamke anaoongea sana, mgomvi. Unapoongea sana, procedure inasema mzee, kuna hatari hapa. Kwa hiyo tunakuja, unasemaje? Yesu yuko moyoni, lakini na progesterone ziko ndani. Unasemaje? Nina mengi ya kuongea na nyie kuhusu namna ambavyo akili yenu inafanya kazi. Amen. Lakini ukipata hichi kitabu kitakusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nimekuonjesha. Amen. Wewe ndio ule mwanamume, ndio ule mfalme mwanamke. Amen. Ndani yako kuna ufalme. Akili yako ni ya kifalme. Nguvu zako ni za kifalme. Amen. Mwenzenu alianguka akainukia katika Mithali 31. Amen. Anasema mke mwema ni nani awezaye kumfahamu? Neno la Kiingereza anasema a wife with a noble characters. Noble ni kina nani? Wafalme. Amen. Mwanamke mwenye sifa za kifalme nani anaweza kumfahamu? Amen. Kwa hiyo naamini kabisa kitabu hichi kitakusaidia. Nataka akili za matatizo mengi ya wanawake wanaokuja kwetu na shida ya akili ni mahusiano. Sio nataka kuondokana na shida za akili, ni mahusiano. Na ukiangalia vizuri utakuta huyu mwanamke alishindwa kukaa katika nafasi yake. Amen. Tunataka kukufundisha mwanamke utumie nguvu ya kimungu ambayo Mungu ameweka ndani yako na akili ambayo Mungu amekupa ili kuifanya dunia iwe mahali pa na kukaa katika nafasi yako ya Falme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeelewana vizuri? Amen. Kwa hiyo nitaomba hichi kitabu mama pale atagawa. Amen. Naomba ugawe kwa wanawake tu ambao unaona wanaweza wakarudi katika nafasi zao za ufalme. Amen. Ikibaki utaniletea. Amen. 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 Hallelujah. Oh.